Tunaambiwa Tanzania ni kisiwa cha amani. Na tarehe 29 Oktoba mwaka huu palitokea mtikisiko mdogo katika ardhi yetu hii ya Kondoa. Lakini cha kushangaza zaidi, katika mji huu wa Kondoa palikuwa kuna vurugu wala kiashiria chochote cha uvunjifu wa amani. Unadhani kuna siri gani hapa katika ardhi hii ya Kondoa? Siri kubwa hasa ni zaidi dua katika mji wa Kondoa. Tusema alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa kweli kila hatua chache msikiti ipo, watu wanafanya ibada na kumuomba sana Mwenyezi Mungu. Na hili kwa kweli kama viongozi kama sisi kwa kweli tumejaribu kuwafikishia waumini wetu hasa neno amani. Neno amani ni neno la msingi sana ambalo linalotakiwa kulifanya. Kwa hiyo na bila kuwa na amani, nadhani hata haya mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tumefanya kwa amani, kama ingetokea kama hali isingekuwa hivyo. Kwa hiyo kwamba amani bado itakuwa inaendelea, na tunashukuru sana kwa kweli. Tunalaani vikali haya ambayo yalotokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29. Kwa kweli tunalaani vikali sana. Tunaomba tena hilo Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu, hili lisije katokea tena. Leo ndio tukio ambalo kwa kweli Tanzania tumezoea ni sehemu ambayo ya amani. Kwa hivyo kwa Kondoa labda kitu gani hasa ambacho kimefanya amani katawala kabisa, kwa kuna raha kweli kweli hapa? Kondoa tuseme alhamdulillah. Kwa kweli hali ya Kondoa ina utulivu na watu wake namna ilivyo, wamepata kuelimika kufuatana na elimu ambayo waliokuwa nayo, kusoma, kuelewa, wameelewa watu wengi kwamba nini amani. Kama laiti vurugu ingeweza kutokea, hili tusingekuwa na mpaka leo tukakaa na tukaanza kuzungumza hali kama hii, tungekuwa na hali ya hofu. Kwa hiyo hali kama ni hofu ingetokea, tunaendelea kuwaombea sana rais wetu wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mufti wa Tanzania pamoja na wasaidizi wake ambazo kazi wanayofanya. Mwenyezi Mungu awajalie sana, awape afya njema ili na hekima pamoja ili waweze kuongoza zaidi. Nakushukuru sana na asante sana. Asante pia na mimi nakushukuru. Nakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akujalie khairi nyingi, uendelee kuwatembelea watu hao wanatoa maoni yao. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akupe afya njema na kuongoza zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa channel yetu hii ya Darul Arqam Online TV. Leo hapa alhamdulillah kulikuwa na hadhara kubwa kabisa ya kumsifu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhara ya kihistoria kabisa kufanyika ndani ya mji huu wa Kondoa. Takriban tumeambiwa hadhara hii ina miaka 23. Na tunao mmoja ya wazee maarufu sana katika msikiti huu, ambapo toka Mwalimu Bashiru wanafika hapa wenyewe ndo walimpokea bila shaka na wakamlea na mpaka leo wapo naye. Na hivi leo hadhara hii inaendelea kufanyika chini ya Sheikh Bashiru Ngete. Na hapa alhamdulillah tunaye hapa mzee Kiju, atajitambulisha yeye ni nani, anaitwa nani na anatoka wapi na analipi la kuambia Uislamu katika siku hii ya leo. Na labda kwa ufupi tuwezi kujua labda kidogo wewe msikiti huu ulifahamu vipi, au labda Sheikh Bashir wewe ulimfahamu vipi, kwa sababu tangu tukiwa wadogo tulikuona katika msikiti huu na mpaka hivi leo mmeendelea kuwa walezi katika msikiti huu na madrasa hii ya Shamsul Maarif. Bismillah, jitambulishe kwanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Omar Kiju. Ni kweli kama alivyosema ustadhi, sisi ndio waasisi katika eneo hili la Miningani. Kwa historia fupi ni kwamba kulikuwa katika eneo hili kulikuwa hamna msikiti. Kulikuwa na msikiti ambapo ulikuwa ni wanyasi ambao kunatumika, lakini walillahi walhamdu, Allah alipojalia tukawa tumepata eneo hili, na mpaka Sheikh tukawa tunaswali katika eneo hili mpaka Sheikh Bashiru Ngete anakuja mdiri wa Shamsul Maarifa. Ni kweli mimi nisema kwamba nakiri ni kwamba ndio tumepokea tukiwa na marhum Sheikh, tukiwa na marhum mzee Idi Njemu. Walillahi alhamdu, tumeendelea mpaka leo alhamdulillah rabbil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu
tunaendelea vizuri na shekhe wetu hivi, tunaendelea kumuombea Mwenyezi, tunaendelea kumuombea afya njema, Allah amjalie zaidi na ampe busara nyingi na ampe hekima ili aweze kuendeleza kurudumu hili la Waislamu. Kwa basi baada kumpata Sheikh Bashiru tulikuwa hatuna eneo madrasa, basi mpaka hivi sasa katika eneo hili inaonekana kuna madrasa ambapo kweli alhamdulillah maneno ya Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume yanaendelea kufanyika katika eneo hili. Tuseme kwamba tumepata nuru sana katika eneo hili. Maana eneo hili kwa kweli zamani lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa ni maeneo kulikuwa hakuna zaidi, tulikuwa tunatoka waumini tunatoka hapa tulikuwa kwenda kuswalia msikiti Swafa ambapo ni zaidi ya kilomita moja na nusu kutoka hapa tuliko. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah. Sasa hivi tuseme kwamba dini zamani ilikuwa walimu kuwatafuta ilikuwa ni mpaka kufanya safari, lakini leo walimu tunao mpaka kwenye vyumba vyetu. Kwa hiyo lakini kinachotakiwa sasa hivi ni kufanya jitihada kuweza kupata elimu, kupata kusoma. Bila kuweza kusoma kwa kweli bado hujakamilika kuwa kamili, kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha ya kila kitu. Kwa hiyo tunashukuru sana alhamdulillah, na hivi tunaendelea. Basi tuwaombe tu kama kuna baadhi watakaotokea eneo kama hili linavyoonekana hapa bado kuna mapungufu, basi Mwenyezi Mungu akijalia wahisani watakapotoka huko alhamdulillah tumepata bahati ya kupata maji, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hao walioweza kutoa, Mwenyezi Mungu awalipe thawabu nyingi zaidi. Mwenyezi Mungu aendelee kuwalipa kwa sababu wametoa zawadi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na tuendelea kuwaombea sana walimu wetu ambao madrasa ambao wanafanya kazi hii ya Allah. Kwa kweli ni watu ambao wamefanya kujitolea, hawana malipo ya aina yoyote. Waendelee kuwa na moyo huo wa kuweza kufikisha dini ya Mwenyezi Mungu. Naam. Ndio. Na labda hasa toka miaka ile mpaka sasa yani katika hadhara ambazo kwamba mnazozifanya hapa zimekuwa ni hadhara nzuri na ni hadhara kubwa na za kihistoria. Wewe binafsi toka mmempokea shekhe huenda ni mwaka 2000 mpaka 2005 katikati hapa, hasa wewe binafsi unazionaje zile hadhara za zamani mpaka na za sasa ambazo kwamba mnaendelea kuzifanya katika msikiti huu hapa kwa Njema? Tuseme hadhara za zamani ni kweli kwa hivi sasa naweza nikasema hadhara kwa hivi sasa tunafanya hadhara zinafanyika za kisasa kweli kweli. Zamani kama sijakosea tulikuwa tuna masaa mengi zaidi, watu kutoka labda saa 3 labda saa 2 za usiku mpaka asubuhi watu wakawa wanachoka. Lakini leo ni milango michache na alhamdulillah, na kupata maneno ya Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume, basi na kuelewa kwamba hasa kufikishiwa kwamba kwa nini tunasoma maulidi, kwamba mashekhe wanajitahidi sana kufikisha haya, na bado maulidi nasema maulidi yanaweza kusoma mpaka yaumul kiyama, mpaka kiyama kisimame. Sidhani kama, kwa sababu kila mmoja anafahamu nini umuhimu. Kwa hiyo umuhimu huu wa kusoma maulidi mimi nasema bado tutakuwa umeendelea hivyo mpaka hali itakavyokuwa hivyo. Sidhani kama vijana wetu ambao wanaendelea kusoma na kuelewa nini msingi wa kusoma maulidi. Na kwa kumalizia hapa, mpenzi mtazamaji, tunaungana na mwalimu wa madarasa hii Shamsul Maarif iliyopo hapa mjini Kondoa, si mwingine ni Al-Ustadhi Boy. Kwa hivyo inshallah tunakukaribisha bana shekhe mara moja hapa uweze kuzungumza na Watanzania na Waislamu kwa ujumla ambaye kwamba wanakusikiliza muda huu. Ni tarehe 23 ya mwezi huu wa 11 mwaka 2025, na huyu hapa ndiye mwalimu wa madarasa hii. Binafsi yeye atajitambulisha anaitwa nani na anatokea wapi, vipi kazi yake hii, kwa sababu hakuna kazi ngumu kama kazi ya kufundisha, na hasa mwalimu huyu kwa kweli anajitolea sana, na alhamdulillah leo tunaungana naye hapa tuwezi kujua kwanza majina yake matatu na vipi
maendeleo ya chuo hiki na analipi la kuambia Waislamu katika siku ya leo, na unalipi la kuambia jamii ya Kiislamu ambayo kwamba inakuzunguka na taifa kwa ujumla? Bismillah, jitambulishe kwanza. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu watazamaji, ni kama mlivyotambulisha kwamba mimi ni mwalimu wa darasa hii ambayo darasa Kongo kabisa ambayo ilianzishwa na mwalimu wetu Sheikh Bashir Ali Ngete. Sasa mimi ndio mwalimu ambaye nilobakizwa katika maeneo haya almaarufu maeneo ya Kwanjemu, ambaye imeelezwa na wazee na hata mwalimu aliyopita ameelekeza kwamba hapa ni mahala Kwanjemu, na pia na mzee Njemu pia akaelekezwa hivyo. Kwa hiyo mimi kwa uchache mimi ni mwalimu wa madarasa hii, na alhamdulillah tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tuendelea na hali ya kuendeleza vile tulivyoelekezwa na mashaikh zetu, na kwa baraka zao tuendelea na hali ilivyo insha Allah. Binafsi labda tungeweza kujua Shamsul Maarifa hii ni aina gani? Mtazamaji anapenda kujua. Naam. Hii Shamsul Maarif hii Shamsul Maarif hapa sema hii ndo asili. Hii ndo asili. Hapa hii ndo asili. Nafikiri sasa hii sisi tumekuja kuwa ni kama wanafunzi. Shamsul Maarif Kondoa. Yani hapa ndio asili. Hapa chimbuko la Shamsul Maarif wilaya Kondoa. Hii ndo asili, na sehemu hii hapa ndo mahala walikotoka walimu wote ambao unaona walimu wa Shamsul Maarif Kondoa kwa Sheikh Bashir Ali Ngete, ndo msikiti wake ambao waloanza nao kutoa elimu ndo huu hapa. Kwa hiyo hapa ni mahala muhimu, ni mahala patukufu, pameasisiwa na wazee wakubwa, lakini pia wamepita masheikh ambao kina Sheikh Muhammad ibn Abubakari rahimahullahu alayhi, wamepita hapa, wametia baraka humu. Kwa hiyo kwa uchache kwamba msikiti huu una baraka, na bado una wazee mahiri kama mzee mmoja katika wazee hao, mzee aliyomaliza kujieleza hapa, ni wazee ambao ni waasisi tumeukuta, na insha Allah mpaka leo tunaendelea na wazee insha Allah. Lakini pia miongoni mwa wazee ambao wapo katika msikiti huu mara kwa mara ni baba yako wewe mwenyewe uliokaa pembeni hapa. Insha Allah nafikiri baba yako ameelekezwa hata hapa ndani kwamba alikutwa yeye ndo mwalimu wa msikiti huu, mzee Mkaku. Mzee Mkaku maarufu alikuwa yeye ndo muasisi wa mwalimu wa msikiti huu kabla ya kujengwa na hawa wazee kuwekwa katika hali nzuri kama hii. Hasa aliokuwa nayo ile hali ile ni mzee Mkaku. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba hawa wazee ni wana umuhimu sana mahala hapa, pana siri kubwa sana insha Allah. Naam. Binafsi katika miaka ya nyuma tuliona mashehe wanakuja kweli. Hivi ushakumshuhudia Tadarushi Rocket hapa? Miaka ya nyuma sana. Rocket nafikiri nimemshuhudia. Kama sio mara moja au mara mbili nimemshuhudia hapa. Ndio maana nasema hapa mahala pana siri, pana watu wengi ambao wamefika hapa. Ndio maana huenda tunaendelea mpaka hivi leo. Tunao vijana ambao wanaojitegemea kama boarding, wametoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hapa hivi tunavyoongea wapo vijana tunaendelea nao, na hata shughuli za humu tunazimaliza zile ambazo zinaweza kuwa shughuli kama kubwa, basi chuo kinakuja tunamalizana nazo hizo, basi mambo yanakaa sawa. Lakini alhamdulillah kwa kweli vijana wapo wanatoka sehemu mbalimbali na wanajipikia wao wenyewe, na endelea na habari ya kusoma kama paliwa sisi hapa. Ni habari ya kusoma katika msikiti huu, na madarasa hayo yamejengwa insha Allah. Naam. Ndio. Hasa unalipi la kuambia Waislamu wa Tanzania pamoja na jamii kwa ujumla ambao wanaweza kukutizama muda huu, na pia vile unataka kutambua kwanza majina yako na nyumbani ni wapi na vipi? Wewe ni mwalimu hapa na kuna kazi kubwa kama kazi ya kufundisha, labda kuna mmoja atatizama video yako pale anataka kukufahamu kwanza wewe. Naam, mimi jina langu kwanza naitwa Salum Hamisi Boy, lakini maarufu jina langu
lafahamika kama Boy, ndio jina la asili la babu. Mimi ukitaka kunipata vizuri hapa mjini ulizia Boy. Lakini jina langu ni Salum Hamis Boy. Kwa hiyo ni hivyo ni ustadhi wa hapa, lakini pia ni wahusia au ni wape moyo kwamba wana video ambao wanatuangalia katika nchi mbalimbali hizi, tunawakaribisheni hapa. Ni mahala ambapo bado tunaendelea, na hata kila siku kila kitu kinachopatikana kule chuo na pia hata hapa pia kinapatikana kwa vile alivyo tulivyopewa na mashekhe zetu, hivyo tunaendelea nacho hivyo. Lakini pia ni kama hivyo, kama wapo watu ambao pengine mnatutizama huko, kama kuna habari ya chochote kile basi kuhusiana na misaada ya sehemu hii ambapo ni msikiti, maendeleo ya Uislamu katika msikiti huu mkongo kabisa huu, pamoja na madrasa hii hapa, basi wapo vijana, wapo wazee humu na walimu pia tupo. Kwa hiyo msisite kufika na kuulizia na kuja kufika mahala hapa kama ziara, kwa sababu ni sehemu ambayo iliyoanzishwa na watu wakubwa, lakini pia ni sehemu yenye baraka, ni sehemu kama sehemu ya historia. Kwa hiyo mimi niwatakieni sana haswa kusoma. Hakuna kitu kikubwa kama kusoma. Mtu alosoma na akaifanyia ucha Mungu elimu yake, basi inakuwa ataona kitu ambacho pengine atakacho faida yake inaonekana insha Allah. Neno moja kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, mimi nafikiri sasa kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Hassan Suluhu, nafikiri mimi bwana tuko hapa, lakini huko uliko sisi tunahitaji amani kama hivyo, na tunaomba sana amani. Sisi kama kawaida nafikiri mji wetu huu wa Kondoa ni mji wa amani, na tunaomba Mwenyezi Mungu afanye wepesi, lakini pia ni hivyo basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi wewe rais wetu, akulinde na mabalaa na hizi gasia zinazotokea huko, basi Mwenyezi Mungu akulinde ili uweze kutusimamia kwa kadiri alivyojalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na wewe, pamoja na viongozi wako ambao waliokufuatia, wasaidizi wako wote. Lakini pia kwa sababu bila ya kuwa imara wewe, hata sisi huko tutakuwa hatuna imara yoyote. Kwa hiyo mimi neno langu ni hili, na kama kuna jingine inshallah na wewe mwalimu utaendelea nalo inshallah. Naam. Nakushukuru sana, na kwa kuzingatia si tupo katika ardhi hii ya Kondoa, kuna viongozi wa dini, viongozi wa kiserikali, na kwanza tuwapongeze kwa namna ambavyo kwamba amani imeendelea kutawala hasa katika mji huu wa Kondoa. Amani imetawala, tukiachana sekeseke ambalo kwamba limetokea tarehe 29 Oktoba mwaka huu, na mpaka muda huu hapa ni amani, na hakuna vurugu yoyote wala kiashiria chochote cha uvunjifu wa amani. Unadhani labda Ustadhi Boy, ni kitu gani ambacho kwamba kimeweza kusababisha jambo hili ambalo limeweza kufanya jambo la uchaguzi kupanda Kondoa limefanyika kwa amani na usalama? Unadhani kuna jambo gani katikati hapa, vurugu yote haijatokea? Kwamba hapa ni hii Kondoa hii ina siri ya amani. Manake ndio maana nasema hii Kondoa kwanza ilikuja watu wazito ambao wazito ambao walikuwa wazee wa cha Mungu. Huenda ndio siri hiyo. Kwa baraka zao wao ndio maana mpaka leo hakuna kinachotokea pengine miongoni mwa mambo ambavyo uchochezi ambao ni mbaya. Kwa baraka zao wao wale wazee waliopita, huenda ndio maana sababu kuu ya kuwa na amani katika mji wetu wa Kondoa. Na tunaomba Mwenyezi Mungu amani iendelee hivyo, isitokee vurugu ambayo inatokea katika sehemu zingine huko. Hicho ndio tunachokiomba kikubwa inshallah. Naam. Ndio. Naam. Nakushukuru sana na asante sana. Mpenzi mtazamaji, tukiripoti katika ardhi hii ya Kondoa, na hapa tupo Masjid Ar-Rahman ambapo almaarufu wanaita kwa Njemu, na huyu hapa ndio mwalimu wa madarasa hii hapo iliyopo hapa katika mtaa huu kwa Njemu almaarufu. Hii ni Miningani bila shaka? Naam, hii ni Miningani. Labda mpenzi mtazamaji anataka kuwasiliana na wewe, anakupata kwa namba gani? Namba yangu mimi ni 0685 99 20
35. Narudia tena namba yangu 0685 99 20 35. Ndio namba yangu. Insha Allah. Nakushukuru sana. Mpenzi mtazamaji, huyu ndiye mwalimu wa madarasa hii, anaitwa almaarufu Ustadhi Boy, ambapo ndo ana kazi kubwa ya kufundisha dini katika ardhi hii hapa Kondoa, hasa katika mji huu wa Miningani, wilaya Kondoa, mkoani Dodoma. Popote unapotutizama kupitia channel yetu hii ya Darul Arqam Online TV, ni tarehe 23 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran wa jazakumullahu khaira wa ila liqa. Asante. Shukuru bwana. Allah kubariki. Asante sana. Si jambo limekaa vizuri.